Rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore amezitaka nchi za Afrika kusitisha mapatano na ushirikiano wa kijeshi na taifa la Ufaransa, akishutumu kuwa Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatukana Waafrika wote. Hivi ndivyo bwana huyu Emmanuel Macron anavyoiona Afrika na Waafrika. Sisi si wanadamu machoni pake. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Traore katika sherehe iliyofanyika katika mji mkuu wa Burkina Faso wa Wagadugu Jumatatu hii ya tarehe 31 ya mwezi Machi mwaka 2025, akijibu matamshi ya hivi karibuni ya kiongozi wa Ufaransa Emmanuel Macron. Shutuma hizo za Ibrahim Traore kwa dola ya Ufaransa ni kufuatia hotuba ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwa vyombo vya habari na kidiplomasia wiki iliyopita. Macron alisema viongozi wa Afrika wamesahau kusema asante kwa Ufaransa kwa kusaidia kupambana na uasi katika eneo la Sahel. Haya ni masimango kwa Afrika, Ibrahim Traore alisema, akimaanisha maoni ya Macron. Ikiwa Ufaransa inataka shukurani kwetu, inapaswa kujihoji yenyewe kwanza machozi na maumivu walioacha miongoni mwa jamii za Afrika. Sisi wa Afrika, hasa nchi za Sahel na zile za Francophone ikiwemo Burkina Faso, mababu zetu walifaidika na nini tangu uongozi wa kikoloni wa Napoleon Louis Bonaparte, rais wa kwanza wa Ufaransa, mpaka sasa kwa Emmanuel Macron? Wanapotaka tuwalambe miguu, hawajatosheka tu kufanya unyonyaji. Lilikuwa ni swali lililoulizwa na Rais Ibrahim Traore. Traore pia amefichua mbinu za Ufaransa kubadilisha mkakati wake wa kuimarisha na kuongeza nguvu ya vikosi vyake barani Afrika, kwani mataifa mengi katika miaka ya hivi karibuni yamewafukuza wanajeshi wa Ufaransa na kambi zake kuteketezwa. Hawa wakoloni hawaondoki katika nchi fulani, lazima wataanzisha hata kampuni za ulinzi ili kulinda maslahi yao ambayo yapo katika nchi zetu. Cha ajabu, askari wao hao waliobakishwa hutaona tena wamevalia sare au wamekusanyika katika bezi zao za kijeshi. Badala yake hufanya kazi za kijasusi kinyume na mikataba ya Umoja wa Mataifa kuhusu diplomasia ya ulinzi na usalama, Traore alisema, akionyesha masikitiko kwamba wengi wa viongozi wa Kiafrika wanaendelea kukumbatia ukoloni mamboleo, kuingia mikataba isiyo na maslahi kwa wananchi kisa kuwafurahisha wazungu. Hata hili viongozi wenzangu wa Afrika hawalioni kuwa ni tatizo na umbumbumbu. Tangu nimekuwa rais wa nchi hii nzuri na yenye rasilimali nyingi ya Burkina Faso, imekuwa chini ya utawala wa kijeshi tangu Januari 2022. Taifa langu la Afrika Magharibi najivunia kuwa miongoni mwa mataifa ya kwanza ya Afrika kufukuza majeshi ya Ufaransa katika miaka michache iliyopita. Mataifa kadhaa ya Afrika ikiwemo Niger na Mali yamewafukuza na kuvunja kambi za kijeshi za Ufaransa, huku Cote d'Ivoire, Chad na Senegal zikidai kuviondoa vikosi vya Ufaransa. Vikosi vya Ufaransa vinatarajiwa kukamilisha kuondoka Chad mwishoni mwa mwezi huu. Djibouti na Gabon ndiyo mataifa mawili pekee barani Afrika yaliyosalia na uwepo wa vikosi vya kijeshi vya Ufaransa. Vunjeni mapatano ya kijeshi na Ufaransa, Traore alitoa wito kwa mataifa ya Afrika kuvunja makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa. Ndiyo njia pekee ya kuwa na jeshi huru na kujijenga na kuwa na nguvu. Ikiwa unataka mapumziko na nguvu hizi za kibeberu, ni lazima tukemee makubaliano. Tatizo lipo katika mikataba.
ya ulinzi wa kikoloni ambayo imetiwa saini tangu uhuru, alisema Traore. Katika mfumo wa Ufaransa, walio hatarini zaidi ni washauri wa kijeshi na makamanda wanadhimu wa kijeshi, watoa miongozo na operesheni za kijeshi katika nchi za Francophone, alisema mtawala huyo wa kijeshi, kwa kuwa turufu ya moja kwa moja kuamua mwelekeo na nguvu ya kijeshi katika nchi. Wanaoitwa wazalendo wanapokea pesa za hongo kutoka kwa wanyonyaji hawa ili kupindua ukweli na kusaliti uzalendo kwa nchi, alisema Traore. Traore pia alitoa wito kwa mataifa ya Afrika na Waafrika wenyewe kuamka kufanya kazi kwa furaha ya watu wa Afrika, kupigana dhidi ya ubeberu na kuondoa ukoloni. Aidha, ameaita maamuzi ya hovyo kuendekeza na kutekeleza sera za Ufaransa barani Afrika.